China imetangaza rasmi kusitisha kwa muda usafirishaji wa gesi ya helium kwenda mataifa mengine, hatua inayokuja wakati dunia ikikabiliwa na uhaba wa malighafi hiyo muhimu kufuatia kuongezeka kwa vita kati ya Iran na Marekani. Uamuzi huo umeibua wasiwasi mpya kuhusu mustakabali wa sekta ya teknolojia duniani, hasa uzalishaji wa vifaa vya elektroniki na maendeleo ya akili bandia AI. Katika taarifa fupi iliyotolewa Ijumaa, Wizara ya Biashara ya China pamoja na mamlaka ya forodha zilisema marufuku hiyo inaanza kutekelezwa mara moja kwa mujibu wa sheria ya biashara ya nje ya China. Hata hivyo, mamlaka hizo hazikueleza kwa kina sababu za uamuzi huo wala muda ambao marufuku hiyo itaendelea. Helium ni gesi adimu yenye matumizi muhimu katika utengenezaji wa semiconductors, yani chips, zinazotumika kwenye simu za kisasa, kompyuta, magari ya kisasa, vifaa vya kijeshi na mifumo ya akili bandia AI. Pia hutumika katika sekta ya afya, hasa kupooza mashine za MRI zinazotumika kuchunguza magonjwa mbalimbali hospitalini. Tangu kuzuka kwa vita kati ya Iran na Marekani mwishoni mwa mwezi Februari, usambazaji wa helium duniani umeathirika kwa kiasi kikubwa zaidi. Bei ya gesi hiyo imeendelea kupanda kutokana na hofu ya upungufu wa bidhaa hiyo muhimu katika soko la kimataifa. Ingawa China ni moja ya mataifa makubwa ya viwanda duniani, huzalisha chini ya 15% ya helium inayohitajika duniani. Sehemu kubwa ya mahitaji yake kutoka Qatar, ambayo huzalisha karibu theluthi moja ya helium yote duniani. Hali hiyo imeifanya Beijing kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa upatikanaji wa malighafi hiyo muhimu kwa viwanda vyake vya ndani. Mchumi mwandamizi wa benki ya Natixis, Gary Ng, amesema hatua ya China inalenga zaidi kulinda viwanda vya ndani kuliko kuwa silaha ya kisiasa. Kwa mujibu wake, upatikanaji wa helium umekuwa mgumu zaidi duniani, hivyo serikali imeamua kuhakikisha viwanda vya ndani havikosi malighafi hiyo muhimu, hasa wakati China ikiendelea kuwekeza kwa nguvu katika uzalishaji wa chips na maendeleo ya teknolojia ya akili bandia AI. Naye Cameron Johnson, mshauri mwandamizi wa kampuni ya Tidal Wave Solutions yenye makao yake Shanghai, amesema marufuku hiyo ni ishara kwamba China inaamini akiba iliyopo haitoshi kukidhi mahitaji yake ya ndani. Aliongeza kuwa hatua hiyo inaonyesha jinsi mnyororo wa usambazaji wa helium duniani ulivyozidi kuwa dhaifu kutokana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa athari za moja kwa moja kwa soko la dunia zinaweza zisikuwe kubwa sana kwa sababu China si mmoja wa wasafirishaji wakubwa wa helium duniani. Licha ya hilo, hatua hiyo inatarajiwa kuongeza presha kwenye soko ambalo tayari linakabiliwa na uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Uamuzi wa Beijing unakuja katika kipindi ambacho ushindani wa kiteknolojia kati ya China na Marekani unaendelea kuongezeka, huku kila upande ukijaribu kujitegemea katika uzalishaji wa chips, vifaa vya kisasa na teknolojia za akili bandia. Wataalamu wanaonya kuwa ikiwa vita vitaendelea na usambazaji wa helium hautarejea katika hali ya kawaida, sekta nyingi za teknolojia na afya duniani zinaweza kukumbwa na changamoto kubwa katika miezi ijayo.